Kulingana na duru nyingi, milio ya silaha nzito nzito na nyepesi umesikika katika eneo hilo tangu asubuhi. Kufuatana na duru za mahalia, hadi bado ni ya wasiwasi, huku mapigano yakiendelea katika eneo la Pwezero mtaani Fizi. Wiki iliyopita jeshi la Kongo na washirika wake walifanikiwa kuteka eneo hili la Kamati baada ya kuondoa Twirwaneho. Vikosi maalum FARDC vinavyojulikana kama Ibu na ndege zisizokuwa na rubani zilitumwa kwa operation hii. Pwezero iliyoko kwenye mlima mrefu ina antene pekee ya mtandao wa mawasiliano ya Vodacom katika kanda hiyo ya Minembwe. Eneo hii ina Kamati kwa sababu linafanya kazi kama eneo la Bifa kulinda Minembwe na vijiji vingi eneo hiyo. Kukamata eneo hii tunafungua njia ya kuelekea mji wa Fizi na Baraka liliko takriban kilomita 100. Kwa wakati huu jeshi la Kongo ambao limeanzisha mashambulizi katika eneo hilo halijatoa taarifa lolote. Twirwaneho inalaumu FARDC kufanya mashambulizi katika eneo hii dhidi ya raia. Asubuhi ya Jumatano Februari tarehe 4 mwaka 2026, mapigano ya silaha yameripotiwa na kuwaingiza watu katika hofu na kutokuwa na uhakika. Kwa mujibu wa vyanzo vingi vya habari, mapigano haya yalihusisha jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo FARDC dhidi ya wapiganaji wa mkataba wa mapinduzi ya watu mashuhuri CRP, kikundi chenye silaha chenye mfungamano na Thomas Lubanga. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa na mamlaka ya kijeshi kuthibitisha au kukataa habari hii. Kurejeshwa kwa mapigano kunakuja katika mkadha uliobainishwa na mipango ya hivi majuzi ya kuleta utulivu. Wiki iliyopita kituo cha Bule kilikuwa mwenyeji wa ujumbe wa ngazi za juu iliyoongozwa na Meja Jenerali Antoine Mushimba David, kamanda wa mkoa wa 32 wa kijeshi, akifuatana na mratibu wa mkoa wa Rad Ituri na wawakilishi wa MONUSCO. Baada ya kuwasili kwanza Bayo ambako walipokelewa katika vituo vya ujumbe wa Umoja wa Mataifa, wajumbe hao walisafiri hadi Bule Centre kwenye ofisi ya utawala ya uchifu wa Bahema Bajere kwa ajili ya kukutana na viongozi wa eneo hilo. Dhamira hii ilikuwa sehemu ya juhudi zinazoendelea za kukuza mazungumzo, utulivu katika eneo hili ambalo kwa muda mrefu limekuwa likikumbwa na ukosefu wa usalama. Kuibuka tena kwa mapigano kunasababisha wasiwasi mkubwa miongoni mwa wakazi ambao wanahofia kuzorota kwa kudumu kwa hali ya usalama licha ya ahadi zilizotolewa wakati wa mashauriano ya hivi majuzi. Tulikuwa ndani ya barabara tukiandamana, na maandamano yetu ilikuwa juu ya kuonesha watu kama ADF Nalu iko anaua watu sana. Hizi siku adui ADF Nalu ameshaanza tena kazi yake sana, na bila tatizo lolote. Hakuna replique ya arme yetu ama government haifanyi kitu. Ndio maana tulikuwa nenda kwa gavana kumuonesha ya kwamba tumekufa mingi sana, tumeshakufa sana, na ndio maana tulikuwa na barua yetu ambayo tulikuwa tunabeba kwake. Ya kushangaza, barabarani tunakutana na polisi ambayo wamepatia polisi silaha juu ya kutufanya vibaya, kutupiga barabarani. Tuna wandugu zetu ambao wenyewe wamepigiwa na wamebebwa na polisi, kwa sasa wao kwenye polisi. Hatuwezi kukubali hiyo maneno, na wako wanashindwa kufata adui ambayo kunatutatiza kila siku kwa siku. Jana ilikuwa mardi le 3
février 2026 à 22h, tulikuwa alerté par les chefs na population ke nyumba zinalungula mwaveni Kabega numéro 29. Tulikuwa obligé kuita chef de quartier. Chef de quartier akatusaidia na akaita protection civile. Protection civile ilikuya, malheureusement njia tulikosa njia kwenye magari tafika, mais hatutakosa remercier la jeunesse ya quartier Kasika, balifournir effort sana juu mwe ile parcelle moya iishe juu bila vile kama sasa tunasabia plus de 20 à 30 parcelles zingekuwa esandie, mais grâce à effort ya jeunesse na grâce à effort ya protection civile ilikuwa kasaidiana na ile jeunesse bakaweza kuzimisha ile moto. Malheureusement sasa habari mbaya tulipata perte za vizi mene usiku ya jana, wana journalist tulipotelewa na ba musika, donc tulikuwa 4 personnes ndio walikufa jana. Tulipoteza ni watoto ya mama Sifa Manyanya njo degaje tulipata jana usiku. Wa kwanza tuko na jina wale watoto benye bali fariki. Wa kwanza jina yake ilikuwa Viviane Chiruza, iko na nifio wa Kionza. Wa kumfuata ni Gloria Chiruza, naye nifio wa Diza. Mwingine ni Narcisse Chiruza 7 ans na Delicie Chiruza 4 ans ni garçon. Ndio situation yenye ilitutokea jana mu quartier Kasika Selile Konde avenue Kabega na 22h juste. Asante, na mimi najua bakubwa bangana nafanya utafiti na kujua kama ingine programu itafata, ni bakubwa wanajua. Asante bwana mpasha habari. Chanjo la moto jusque là kungali marumere, bama wanasema amkukua kuramo ile nyumba, bengine wanasema swati bougie, c'est là que tulikuwa ku terrain, labda bougie, bengine wanasema labda kulikuwa chuma, tuyajua mais iko lié tu na cuisine, ndio vile tuliwazia shibe tulikuwa sur terrain. Il y a eu des gens qui sont venus, ils ont cassé le cadenas de la barrière, arrivé jusqu'à enlever la toiture, casser les plafonds et entrer, accéder au magasin, parquer leur véhicule. Ils ont vandalisé, ils ont pris tout ce qu'il y avait, marchandises, ordinateurs portables, des téléphones. Et ce qui est déplorable, c'est que nous sommes en face de la BCRS. Notre porte frappe juste devant la BCRS. Nous sommes censés être protégés par ces gens-là, mais malheureusement, nous qui sommes leurs voisins, on nous vole. Que dire des autres qui sont loin? Et aussi, à côté, il y a la DGI. La DGI a des policiers qui sont censés faire le tour. Mais malheureusement, on nous a cambriolés et ce n'est pas seulement nous. Il y a beaucoup de magasins qu'on a eu à faire le même coup, même opération. Il y a un magasin en face de Hypnose. On a fait la même chose. Sur Maniema, il y a 3-4 magasins, on a fait la même chose. Sur du 30 juin au Boué, on a fait la même chose. En tout cas, nous demandons que les autorités puissent nous aider et démanteler ces groupes-là afin que nous puissions un peu évoluer et faire notre travail. Nous sommes des jeunes. Nous nous débrouillons pour faire au moins quelque chose, mais avec ces genres de cas où nos efforts sont réduits en un seul jour comme ça, on ne sait pas comment vivre.